Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu wetu. Ni kukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu unasema kurejeshewa furaha iliyopotea. Kitabu kile cha Isaya mlango wa 61 na mstari wa 10. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki kama bwana harusi ajipambapo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo, Mungu wa amani na Mungu mwenye nguvu arejesha roho ya furaha katika maisha yako. Maana unapokosa furaha, hata kuomba wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Unapotembea na roho ya huzuni kwenye maisha yako, kwa sababu ya yamkini kuna kitu kilichozalisha roho ya huzuni, si rahisi kuomba na sio rahisi kupata utulivu. Isaya anaandika, anasema nitafurahi sana katika Bwana. Ni mapenzi ya Mungu sisi tuishi katika furaha. Anasema kwa sababu Mungu amenivika vazi la wokovu, amenivika vazi la haki. Ayamkini unatembea na huzuni kwa sababu kuna mambo yaliyokuhuzunisha. Kuna jambo limekosesha moyo wako amani. Kumbuka, kama moyo wako hauna amani, hata kuomba hutaweza, hata kufanya kazi huwezi kufanya. Furaha ni kitu cha muhimu sana kwenye moyo wako. Kuna sababu ya kumwomba Mungu arejeshe roho ya furaha juu yako. Ayamkini kuna jambo limekuumiza. Furaha ni ushindi wa kushinda hilo jambo. Anasema nitafurahi sana katika Bwana. Lakini ukisoma Isaya 62 mstari wa 4, anasema hautaitwa tena aliyeachwa. Pengine una huzuni kwa sababu kuna mambo ulikuwa unayafanya na yamekuacha, hayajafaulu kama ulivyotaka, ikasababisha uwe ni mtu wa huzuni, ikasababisha uwe ni mtu wa kulia kila wakati. Ruhusu roho ya furaha ya kimungu itawale kwenye maisha yako. Maandiko yanasema juu ya mwana mpotevu katika kitabu cha Luka, baba yake alikuwa na huzuni kwa sababu hakujua yuko wapi. Na pengine una huzuni kwa sababu ya vitu ulivyovipoteza kwenye maisha yako. Mzee huyu alibaki kwenye huzuni, lakini siku Mungu alipofungua mlango na kijana wake akarudi, andiko anasema akarukaruka, akafurahi, akachinja mpaka ng'ombe, akashangilia. Na imani yangu asubuhi ya leo, Mungu aliyerejesha furaha ya baba yake mwana mpotevu akurejeshe hata wewe. Yale maumivu yaliyo ndani ya nafsi yako,
Mungu akapate kuyaondoa ili upate kufurahi katika Bwana. Aibu iliyo juu yako Mungu akapate kuiondoa. Yale mateso unayopitia Mungu akapate kuyaondoa ili upate kufurahi katika Bwana. Ndipo unaposoma Wafilipi sura ya 4, anaanza akisema furahini katika Bwana na upole wenu ujulikane na watu wote. Walishindwa kufurahi kwa sababu ya mambo magumu walikuwa wanayapitia. Yale mambo mazito yakaondoa furaha yao. Mungu anaweza kurejesha furaha juu yako. Haijalishi nani ameondoa, lakini nasema nimekuvika vazi la haki. Amekuondolea aibu. Simama na kumshangilia Bwana. Daudi anasema yeye ni nguvu yangu, unifanyie roho ya uwepesi na ukanijalie roho ya furaha. Mungu akujalie roho ya furaha. Yamkini kuna mahali unafanya kazi lakini huna amani. Mungu aachilie amani iletaye furaha ndani yako. Ndio maana katika Wafilipi anasema na amani ya Kristo ipitaye akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu. Amani ya Kristo ndio inaweza kuleta furaha kwenye maisha yako. Ndio inaweza kukuondolea maumivu ulionayo. Tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, kuna mtu ambaye hana furaha kwenye maisha yake kwa sababu kuna mambo yameumiza nafsi yake. Asubuhi ya leo, achilia furaha juu ya maisha yake. Kama ulivyosema, ijalizeni roho ya furaha. Naomba iwe kwenye nyumba yake, naomba iwe kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba ya simu ni 0655 96 11 70.